Rahby Digital, haki na ukweli. Karibu katika kurasa za habari ndani ya Rahby Digital, ukiwa nami mtangazaji wako Haifa Muhammad. Siku ya leo, jeshi la Israel lapokea mwili wa Luteni Hadar Goldin baada ya miaka 11. Jeshi la ulinzi la Israel IDF limethibitisha kupokea mwili wa Luteni Hadar Goldin, mwanajeshi aliyeuawa mwaka 2014 katika shambulio la Hamas na ambaye mabaki yake yalikuwa yakihifadhiwa Gaza tangu wakati huo. Luteni Goldin, aliyefariki akiwa na umri wa miaka 23, atazikwa rasmi nchini Israel. Luteni huyo ameacha wazazi, dada, kaka wawili na mchumba. Kikosi cha kijeshi cha Hamas kilitangaza Jumapili kwamba kingeukabidhi mwili wa Luteni Goldin kama sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Hadi sasa, Hamas imerudisha mateka 20 waliokuwa hai na miili 24 kati ya 28 waliokuwa wamefariki, ikiwa ni hatua ya kwanza ya mkataba huo. Baba yake marehemu Simcha Goldin alisema, ushindi wa kweli ni kuwarudisha nyumbani mateka wote na askari wetu. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na Rais Isaac Herzog walifichua kwamba kwa miaka 11 wamehifadhi picha ya Luteni Goldin katika ofisi zao kama ishara ya kumbukumbu. Netanyahu alisema serikali haikukata tamaa kumrudisha shujaa huyo nyumbani, akiongeza kuwa tukio hilo limeunganisha Waisraeli wote. Kwa mujibu wa IDF, jitihada za kuupata mwili wa Luteni Goldin zilihusisha operesheni za upelelezi wa kina na shughuli za kijeshi ardhini kwa kipindi cha miaka zaidi ya 10, zikiendelea hadi kwenye vita vya hivi karibuni kati ya Israel na Hamas. Jeshi hilo lilitoa pole zake kwa familia na kuahidi kuendelea kuwarudisha mateka wote waliokufa. Rais Herzog alisema serikali itaendelea kufanya kazi bila kuchoka kuhakikisha mateka wote wanarejea salama. Kati ya mateka 4 waliobaki Gaza, 3 ni Waisraeli na 1 ni raia wa Thailand. Luteni Goldin, mzaliwa wa Kfar Saba, alikuwa ndiye askari pekee aliyekuwa amefariki na ambaye mwili wake ulikuwa bado Gaza kabla ya mashambulio ya tarehe 7 Oktoba mwaka wa 2023 ambayo yalichochea vita vya sasa. Alipoteza maisha tarehe 1 Agosti mwaka wa 2014, muda mfupi baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano kuanza katika vita vya mwaka huo. Akiwa na wenzake, walishambuliwa na wapiganaji wa Hamas karibu na eneo la kilimo kusini mwa Gaza karibu na Rafah. Ripoti za kijeshi zinasema Luteni Goldin aliuawa pamoja na askari wengine 2 na wapiganaji wa Hamas wakauchukua mwili wake kupitia handaki la chini ya ardhi. Jeshi la Israel lilijibu kwa mashambulizi makali ya anga na ardhini kwa siku kadhaa katika eneo la Rafah, hatua iliyosababisha vifo vya raia wengi wa Kipalestina. Miaka 9 baadaye, Israel ilianzisha mashambulizi mapya kufuatia uvamizi wa Hamas wa Oktoba mwaka 2023 ambao ulisababisha vifo vya takriban watu 1200 upande wa Israel na watu 251 kuchukuliwa mateka. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza inayoendeshwa na Hamas, zaidi ya watu 69,000 wamepoteza maisha kutokana na mashambulizi ya Israel tangu hapo, takwimu ambazo Umoja wa Mataifa unazichukulia kuwa sahihi. Chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano yanayosimamiwa na Marekani, Israel imewaachilia wafungwa 250 wa Kipalestina waliokuwa gerezani pamoja na wafungwa 1718 waliokuwa wakishikiliwa Gaza. Kabla ya kurudishwa kwa mwili wa Luteni Goldin, Israel pia ilikuwa imetoa miili ya Wapalestina 300 kwa kubadilishana na miili ya mateka 20 wa Kizayuni na raia 3 wa kigeni, Mthai, Nepal na Mtanzania. Makubaliano hayo pia yalijumuisha kuongezwa kwa misaada ya kibinadamu Gaza, kupunguzwa kwa vikosi vya Israel na kusimamishwa kwa mapigano. Hata hivyo, makabiliano yameendelea huku pande zote zikilaumiana kwa kukiuka mkataba. Jumamosi iliyopita, raia 2 wa Kipalestina waliuawa kwa risasi na jeshi la Israel baada ya, kwa mujibu wa jeshi, kuvuka mstari wa usalama. Katika matukio mengine, mtu mmoja aliuawa na mwingine kujeruhiwa mashariki mwa kambi ya wakimbizi ya Bureij na Khan Yunis. Wizara ya Afya ya Gaza imeripoti kuwa zaidi ya watu 240 wameuawa tangu kusitishwa kwa mapigano kuanza. Kwingineko, Museveni akiri kukamatwa kwa wanaharakati wa Kenya waliopotea nchini Uganda.
Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kwa mara ya kwanza amekiri kwamba wanaharakati wawili wa Kenya waliokuwa wametoweka kwa zaidi ya mwezi mmoja nchini humo walikuwa wamezuiliwa na vyombo vya usalama. Mashahidi wanasema Bob Njagi na Nicholas Oyoo walinaswa na wanaume waliovaa barakoa na sare za kijeshi muda mfupi baada ya kuhudhuria mkutano wa kisiasa uliomuunga mkono kiongozi wa upinzani Bobi Wine. Awali, mamlaka za Uganda zilikuwa zikikanusha kuhusika na kutoweka kwao, lakini habari za kuachiliwa kwao zilithibitishwa Jumamosi. Katika mahojiano ya moja kwa moja usiku wa siku hiyo, Rais Museveni aliwataja wanaharakati hao kama wataalamu wa vurugu waliokuwa wamewekwa kwenye friji kwa siku chache. Museveni, ambaye amekuwa madarakani kwa takriban miaka 40 na bado anawania muhula mwingine, alikuwa akijibu swali kuhusu maandamano yenye vurugu yaliyofanyika hivi karibuni nchini Tanzania. Alivituhumu vikundi vya kigeni kwa kuchochea machafuko na akaonya kwamba wanaojaribu michezo kama hiyo hapa Uganda wataishia vibaya. Bila kuwataja moja kwa moja, Museveni alisema aliagiza kuachiliwa kwa Wakenya hao wawili baada ya kupokea maombi kutoka kwa viongozi fulani wa Kenya. Walipowasili nchini Kenya, Njagi na Oyoo walipokelewa kwa shangwe katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi, huku akisema siku 30 za kutekwa hazikuwa rahisi. Tulihofia maisha yetu kwa kuwa tulikuwa tumekamatwa na wanajeshi. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi alisema kuachiliwa kwao kulitokana na mazungumzo ya kidiplomasia yaliyodumu kati ya Kenya na Uganda. Shirika la kutetea haki za binadamu Vocal Africa lililoongoza kampeni ya kuwatetea lilipongeza hatua hiyo na kusema tukio hili liwe mwanzo wa kulinda haki za binadamu za raia wote wa Afrika Mashariki ndani ya eneo letu. Katika taarifa ya pamoja, Vocal Africa, chama cha wanasheria wa Kenya LSK na Amnesty International waliwashukuru serikali zote mbili pamoja na wananchi wote waliopigania kuachiliwa kwao. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda Bobi Wine, ambaye jina lake halisi ni Robert Kyagulanyi, anayetarajia kugombea urais dhidi ya Museveni katika uchaguzi ujao, alituhumu serikali kwa kuwalenga Wakenya hao kwa sababu ya uhusiano wao naye. Akinukuu, kama walifanya kosa, kwa nini hawakupelekwa mahakamani na kushtakiwa rasmi? Aliuliza kupitia ukurasa wake wa Twitter. Vyombo vya usalama vya Uganda vimekuwa vikishutumiwa mara kwa mara kwa kuwakamata wafuasi wa upinzani na kuwazuilia kwa siri kabla ya kuwapeleka mahakamani wakikabiliwa na mashtaka ya jinai. Tukio hili linafanana na matukio mengine ya awali katika ukanda wa Afrika Mashariki ambao wanaharakati na wanasiasa wametoweka kwa mazingira yenye utata. Mwaka uliopita, Njagi alitekwa nchini Kenya na wanaume waliovaa barakoa wakati wa wimbi la utekaji lililowalenga wakosoaji wa serikali. Aliibuka wiki kadhaa baadaye baada ya mahakama kuamuru aletwe, na baadaye alisimulia jinsi alivyoteseka akiwa kifungoni, akiwemo kutengwa na kunyimwa chakula. Mapema mwaka huu, mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi na mwandishi wa Uganda Agatha Atuhaire walikamatwa nchini Tanzania na kushikiliwa bila mawasiliano kwa siku kadhaa kabla ya kuachiliwa katika mipaka ya nchi zao. Wote walidai kuteswa na kudhalilishwa kingono, madai ambayo polisi wa Tanzania walikanusha kama uvumi. Kadhalika, mwaka uliopita, kiongozi wa upinzani wa Uganda Kizza Besigye alitoweka ghafla jijini Nairobi na kuonekana siku 4 baadaye katika mahakama ya kijeshi nchini Uganda akikabiliwa na mashtaka ya uhaini. Visa hivi vinaibua wasiwasi kwamba serikali za Afrika Mashariki huenda zinashirikiana kudhibiti upinzani na kuzuia sauti za wanaharakati katika eneo hili. Kufikia hapo ndio tamati ya matangazo yetu, ukiwa nami mtangazaji wako Haifa Muhammad. Hadi wakati mwingine, asante. Rahby Digital, haki na ukweli.